Tukizamia masuala ya siasa ni kwamba mbunge wa Mathira Eric Wamumbi mapema leo alilazimika kukatiza hotuba yake baada ya baadhi ya wakazi wa Ndia katika kaunti ya Kirinyaga kumzomea kufuatia mashambulizi yake dhidi ya aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua alipodai kuwa naibu rais huyo wa zamani hakumsaidia marehemu. Wamumbi ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa Gachagua alilindwa na maafisa wake wa usalama katika juhudi za kumwokoa kwenye dhiki baada ya waliomshambulia kudai kuwa makasisi walikuwa wamekataza viongozi wa kisiasa kufanya siasa katika hafla ya mazishi. Mwanahabari wetu Mike Kagwongo anatupasha mengi zaidi. Kwenye ibada ya mazishi katika kaunti ya Kirinyaga mapema hii leo, hali ya wasiwasi ilizuka baada ya waombolezaji kumzomea mbunge wa Mathira Eric Wamumbi kutokana na matamshi aliyoyatoa ya kumkashifu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Mbunge huyo alikuwa akizungumza na waombolezaji waliohudhuria mazishi ya mwenyekiti wa kwaya inayoaminika kuanzishwa na Rigathi Gachagua, Ann Wajiro. Wamumbi alimkashifu Gachagua katika matamshi yake, akisema naibu rais huyo wa zamani hakumsaidia marehemu. Rigathi Gachagua hajasaidia huyu Charity. Na kama amesaidia akuja aseme hapa amemsaidia na nini. Rigathi Gachagua ametulia huyu mama na hajamsaidia na kitu. Baadhi ya vijana waliokerwa na kauli yake walipanda jukwani, jambo ambalo lilimfanya mbunge huyo kusitisha hotuba yake na kuketi kwenye kiti chake. Viongozi wanaomuunga mkono aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua walimshutumu mbunge huyo kwa kusababisha fujo hata baada ya maaskofu kuwaonya kujiepusha na siasa wakati wa hafla ya maziko. Niseme ya kwamba wakati tulikuja hapa tulikuwa tumekubaliana zote, tukaambiwa na mpaka viongozi wa kanisa kasisi kwamba hakuna kuongea siasa, na kila mtu akapewa nafasi ya kuongea. Sisi tuliongea, tukapeana rambirambi zetu, tukakaa. Lakini sasa umbaya ni kwamba wakati mheshimiwa Wamumbi alipata nafasi ya kuongea, yeye akachukua hiyo nafasi kuanza kutusi watu. Ndio aliambiwa sasa na umma na wakazi wa Kirinyaga kwanza akaambiwa keti chini, kwa sababu hapa Kirinyaga tunakuanga na maadili. Tumeona pia alikuwa amekuja na basi 10, sitting capacity ya watu 50. Kwa hivyo alikuwa amekuja na watu 50 kwenye mazishi. Niulize viongozi 500 kwenye mazishi. Niulize viongozi, jamani, itakuwaje ya kwamba sasa hata kwenye mazishi tunakuja na msululu wa watu ili tuweze kupigiwa makofi? Mike Kagwongo, TV 47, Nairobi.